Kiongozi mkuu mpya wa Iran Mojtaba Khamenei anasema Iran haitasita kulipiza kisasi cha damu ya Wairani ambao wameuawa. Anasema hii ni kweli hasa katika tukio la Minabu ambapo shambulio la Marekani karibu na shule liliua watu 168 ikiwa ni pamoja na karibu watoto 110. Irani inasema shule hiyo ilipigwa na kombora la Marekani. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth aliliambia BBC wiki iliyopita kwamba wanachunguza. Wakati hayo yakichomoza, kwa upande mwingine, kiongozi mkuu mpya wa Iran ameapa kuendelea kuzuia kupita kwa meli katika mlango wa bahari wa Hormuz. Ujumbe huo kutoka kwa kiongozi mpya wa Iran Mojtaba Khamenei umesomwa na mtangazaji katika runinga ya taifa ya Iran. Khamenei anasema kwamba mpango wa kuziba mlango wa bahari wa Hormuz bado unapaswa kutumiwa na Iran. Ameongeza kuwa Iran ina sera ya urafiki na nchi jirani, lakini akawashauri kufunga kambi za Marekani ambazo anasema Iran itaendelea kuzilenga. Mojtaba Khamenei aliteuliwa kuwa kiongozi mkuu mpya wa Iran mnamo Machi 8 mwaka huu. Yeye ndiye mrithi wa baba yake Ayatollah Ali Said Khamenei ambaye aliuawa katika siku ya kwanza ya vita na Marekani na Iran mnamo Februari 28 mwaka huu. Tangu kuteuliwa kwake hajaonekana kwenye TV ya serikali na ujumbe wake ulisomwa kwa sauti na mtangazaji. Mojtaba ni mtoto wa pili wa Ali Khamenei na ingawa kwa muda mrefu alikuwa anachukuliwa kuwa mmoja wa waliotangulia kumrithi, amekuwa na hali ya chini na ameonekana kuwa na ushawishi kutoka nyuma ya pazia. Mbali na baba yake, mama na mkwe wa Mojtaba Khamenei pia waliuawa katika mashambulizi ya Marekani na Israeli. Kituo cha televisheni cha taifa cha Irani kimemtaja kama mkongwe wa vita vya Ramadhani bila kutoa uthibitisho wote iwapo amejeruhiwa. Reuters iliripoti kwamba alijeruhiwa kidogo, kulingana na ofisa wa Irani ambaye hakutajwa jina lake. Kwa upande mwingine, jeshi la wanamaji wa Marekani limesema kuwa haliko tayari kusindikiza meli za mafuta katika mlango wa bahari wa Hormuz. Waziri wa nishati wa Marekani Chris Wright anasema kuwa jeshi la wanamaji la nchi yake haliko tayari kusindikiza meli za mafuta kupitia mlango huo wa bahari wa Hormuz. Hakuwa akisema hivyo Jumanne. Kwa hakika, saa 48 zilizopita alitangaza kwenye mitandao ya kijamii kwamba jeshi la wanamaji la Marekani lilifanikiwa kusindikiza meli ya mafuta kupitia njia kuu ya maji. Bei ya mafuta ilishuka kutokana na habari hiyo njema baada ya chapisho hilo kwenye mtandao wa X kutoweka dakika chache baadaye, kabla ya ikulu ya White House kuthibitisha kwamba hapana, jeshi la wanamaji lilikuwa halijaandamana na meli hiyo iliyobeba mafuta kupitia mkondo huo. Na bei ya mafuta ilipanda tena. Siku ya Alhamisi, Wright aliambia CNBC, na hapa namnukuu, "Itatokea hivi karibuni, lakini haiwezi kutokea sasa. Hatuko tayari. Meli zetu zote za kijeshi hivi sasa zinalenga kuharibu uwezo wa kukera wa Irani na sekta ya utengenezaji ambayo hutoa uwezo wao wa kukera," amesema Wright, mwisho wa kumnukuu. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.